Sasa taarifa ya awali kabisa ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limeliagiza shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kuhamisha maandalizi ya mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika ya mkondo wa pili ambayo itapigwa tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025 baina ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha RS Berkane kupigwa kunako dimba la Amani visiwani Zanzibar badala ya uwanja Mkapa hapa Dar es Salaam. Kumbuka tu kwamba mchezo huu utakuwa ni wa kutafuta bingwa wa kombe hilo. Taarifa hizi ambazo waandishi wajitahidi kuhakikisha kwamba tutabisha hodi Msimbazi kujua je zina ukweli kiasi gani, na barua ambayo ilikuwa ikisambaa ilikuwa inaonekana kwamba taarifa hizi walitumiwa shirikisho bila kuwasahau pia Simba Sports Club wenyewe tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa maana hiyo ilikuwa ni siku ya jana Jumatano. Kwa hiyo leo halikuwa ni jambo jipya kabisa. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, amekiri kwamba ni kweli wamepokea barua hiyo, lakini kwa sasa nguvu yao kubwa zaidi ni kuleko kwenye mechi ya tarehe 17 ya mwezi huu Mei. Baada ya mechi hiyo watatoa taarifa rasmi nini hatima ya mchezo huo. Tumepokea taarifa hiyo na maelekezo ambayo nimeelekezwa na viongozi wangu niwaambie ninyi waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla ya kwamba kwa sasa uongozi wa klabu ya Simba umejikita kwenye maandalizi ya mechi ya tarehe 17. Fikra, maandalizi, mipango na kila kitu tumekielekeza kwenye mechi yetu ya kesho kutwa tarehe 17. Taarifa rasmi kuhusiana na uwanja wa mechi yetu ya tarehe 25 tutaitoa punde tu mara baada ya mechi yetu ya tarehe 17. Maana yake ni kwamba wanasimba hivi sasa wajikite kwenye kuelekea mechi yetu ya tarehe 17, tujikite maandalizi ya tarehe 17. Tukisha maliza mchezo huo tutakuja kuwaambia mustakabali wa mechi yetu ya tarehe 25. Lakini kwa sasa wanasimba wote waendelee na maandalizi ya taarifa ya awali, kwa maana tiketi waendelee na mpango huo, wale wa mikoani waendelee na mpango wa kuja Dar es Salaam mpaka pale tutakapotoa taarifa nyingine ambayo itakuwa taarifa rasmi mara baada ya mchezo wetu wa tarehe 17. Meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Ahmed Ali kithibitisha kwamba kupokea barua kutokea CAF. Manake hii barua ni ya siku ya jana, lakini kwa sasa hawezi kuzungumzia lolote zaidi ya nguvu yao yote ama nguvu zao zote ni kuelekea kwenye mechi ya finali ya mkondo wa kwanza tarehe 17 ya mwezi huu. Baada ya hapo watatoa taarifa rasmi, lakini shughuli zote, uzaji wa tiketi na mingine yote yaendelee kama kawaida. Lakini baada ya zile taarifa kusambaa miongoni mwa viongozi wa Simba Sports Club, na huyu ni mjumbe wa bodi, namzungumzia Crescensus Magori, aliendelea kutupa updates wahusika kupitia mitandao yake ya kijamii. Sana tulio familia tulikuwa kule mtandao wa Instagram. Mapema kabisa alipakia ujumbe ambao ulisomeka: tayari tiketi 12,000 zimeshauzwa kwa mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane tarehe 25 mwezi Mei 2025. Inawezekana vipi CAF kupendekeza kuhamishwa kwa uwanja hadi Zanzibar? Kuna question mark bwana. Uwanja mpya wa Amani Zanzibar hauwezi kuchukua watazamaji 15,000. Hali ya hewa ambayo ni fear factor inaonyesha kuwa tarehe hizo hakutokuwa na mvua Dar es Salaam. CAF waipeleke mechi kwa Mkapa kuepusha fujo. Huyu ni Crescensus Magori akizungumzia issue nzima ya haya maamuzi ya CAF kuhamisha mchezo kutoka Benjamin Mkapa kwenda New Aman Complex. Hakuishia hapo, kumbuka tu kwamba aliendelea na kuna posti nyingine of course akaipakia. Akaandika, ilikuwa ni kwa kimombo wakati ule tunazungumzia. Alidai rais wa CAF bwana Patrice Motsepe, uwanja Mkapa upo katika hali nzuri sana. Mheshimiwa rais wako, watu wako wanakudanganya kuhusu uwanja. Tunajua Berkane ni klabu ya nani, lakini sisi Simba na Watanzania hatupo tayari kwa hili. Hizi ni posti za Crescensus Magori akizungumzia maamuzi haya ambayo CAF wameyafanya. Licha kwamba klabu inazungumzia kwamba itatoa taarifa rasmi, lakini ukishapitia tu hizi issue
CAF President Mr. Motsepe, this photo and video just taken now at Mkapa Stadium. Kuna muda fulani kwa ameenda. The pitch is in the good shape. Mr. President, your people are lying to you about this pitch. We know Berkane belongs to you. To who? But has Simba Sports Club in Tanzania, we are not ready for this. Turejee tuzungumzie hii issue ambayo inaendelea kwa wakati huu. Simba baadaye nakumbuka kupitia official page zao zile digital platform wameandika issue nzima ya kwamba zinaendana na maneno ambayo ameyazungumzia hapa medali kwamba watatoa taarifa rasmi baada ya finali. Ukienda kwa kikosi cha RS Berkane wakapakia post ile ambayo inaonyesha kwamba mechi yao ya mkondo wa pili itapigwa Amani Zanzibar. Watu wakaanza kuulizana maswali. Berkane anatoaje taarifa ya kuhamishwa mchezo? Yeye kama nani? Mwenyeji wa mchezo ni nani? Kwa nini asiwe na mandate Simba badala yeye? Inawezekana watu watukujua maana CAF wanawapa taarifa hizi klabu. Si ndivyo? Ama ni utaratibu mwingine ambao labda ulikuwa umefanyika. Okay, anyway, hizi ni tetesi ama ni official? Yani brain hata kabla ya hii barua ya CAF kuvuja kwangu nilichokuwa najiuliza kwenye kichwa changu ni kwamba CAF sio wajinga. Hata kama ile jambo ni figisu ama si figisu, CAF hawezi kumpa Berkane taarifa. Then Berkane aende akabuka hoteli wakati CAF wanajua kabisa dunia sasa hivi ni kama kijiji kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo taarifa zitavuja tu. Ina maana taarifa zikishavuja zitaweka CAF katika sehemu gani? Na maana wataweka CAF katika sehemu ambayo wanaipendelea RS Berkane. Akili yangu kaniambia hiki kitu viongozi wa TFF na Simba wanakifahamu. Ndio maana pia Berkane nao wanakifahamu. Ndio maana wakaanza mipango ya kuandaa mchezo wao wa pili hapo wataucheza. Baadaye nilipokuja kuona hii barua nikasema yes, kile ambacho nilikuwa nakifikiria kwenye kichwa changu ndicho hiki hapa. Inawezekana ujue brain finali haichezwi tu kwa dakika 90. Okay. Sasa hivi Berkane hali iliyopo wao wanafurahia kule, wanasema yes, ile pressure tulikuwa tunahitaji waingie, pressure imewaingia. Sababu jaribu kuangalia pressure ambayo viongozi wa Simba wameanza kukutana nayo wiki hii. Achana na hii ya uwanja, ilikuja pressure ya Limpanzu ambaye ndio sasa nikasema mchezaji labda kwa kikosi cha Simba kuna unajua kwenye kila timu inakuwa na mchezaji mwenye thamani, naweza nikasema ndo mchezaji mwenye thamani pale Simba. Issue ikaja ni kwamba huyu mchezaji yupo kwa mkopo anatakiwa sehemu fulani. Pressure kaanza kuingia viongozi, maswali ambayo hawakupaswa kuyajibu kipindi kama hiki cha kwenda kucheza mchezo wa finali wakaanza kuyajibu. Limetoka la Limpanzu, limekuja la uwanja. Na ndio maana viongozi baada ya taarifa, sababu taarifa of course barua inaonyesha ni tarehe 14. Kwa hiyo taarifa zilikuwa toka jana. Yes. Ndio maana waliamua kutulia, sababu alijua kabisa hiki tukikitoa tena nje pressure tena itazidi, kwa sababu kama unakumbuka maneno brain ambayo alikuwa anazungumzwa baada ya mchezo wa Simba wa mzunguko wa kwanza nusu finali dhidi ya Stellenbosch, jinsi ilivyokuwa ni kwamba mashabiki hawakutaka kucheza mechi katika uwanja ule. Kwa hiyo walijaribu kuhisi tu kwamba tukishatoa hii taarifa mashabiki wakaipata taarifa, pressure kiasi gani ambayo itawaingia. Wachezaji kumbuka wanatumia mitandao ya kijamii, wanaingia kwa mitandao ni kila kitu wanakiona. Hii pressure ambayo ipo kwa viongozi na mashabiki, je, mna uhakika kiasi gani haiwezi kwenda kuwaathiri wachezaji? Jibu ni kwamba ni 50-50, kuna possibilities za kuweza kuathiri wachezaji ama kutokuathiri. Ndio maana wakanyamaza. Lakini sasa kama unavyofahamu dunia jinsi ambavyo ipo kwa sasa hivi, hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya secret. Taarifa imekuja jana, leo taarifa tayari imekwisha kutoka. By the way, kwa mshauri wa kitu jambo moja sawa, mshauri wa rais wa Simba bwana Crescentus Magori, naweza nikamchallenge kwenye eneo moja. Mjumbe wa bodi. Naweza nikamchallenge kwenye eneo moja. Binafsi kwangu kwenye hili jambo unajua tunaweza tukalianalyze kizalendo na kiuhalisia. Tukianalyze kizalendo inawezekana kwamba CAF wangeacha Simba acheze Benjamin Mkapa, lakini tukianalyze kiuhalisia wote tuliona kilichotokea kwenye mchezo dhidi ya Al Masry. CAF ingekuwa wanaangalia vigezo vya uwanja kuchezewa kwa kupitia picha, wasingekuwa wanatuma wawakilishi kuja. Wangekuwa wanawaambia TFF tupigieni picha uwanja tumeni. Tukishaona uwanja kila kitu kimeisha. Brain alichokizungumza yeye ni kwamba mechi ichezwe uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu watabiri wa hali ya hewa wametabiri kwamba tarehe 25 hakutokuwa na mvua. Issue ni kwamba
kuna kitu kinaitwa weather forecasting ambao ndio utabiri wa hali ya hewa. Huu unakuwa na vigezo vyake. Kwamba wao wanachokipima ni kwamba wanaangalia level ya humidity kwenye mawingu. Kama kuna hali ya unyevunyevu sana, yes, wanasema hapo mvua inaweza kanyesha. Pia cloud formation, mawingu jinsi ambavyo yanakuwa, sababu mawingu yanakuwa na types zake. Kuna aina fulani ya mawingu ambayo wakiyapima wakikuta ni hayo ambayo yanaitwa cumulonimbus, unajua yes, hapa mvua itakuja kunyesha. The same kwa atmospheric pressure, mgandamizo wa hewa. Kama mgandamizo ni mdogo, ni means kwamba inapelekea mvua. Mgandamizo ukiwa mkubwa hakuna mvua. Na katika criticisms ambazo hawa watabiri wa hali ya hewa wamekutana nazo sana ni kwamba utabiri ambao wamekuwa kiufanya ambao unachukua muda mrefu umekuwa mara nyingi hautokei compare na huo wa muda mfupi. Kwa mfano, wanaweza wakatoa utabiri wakama kesho mvua itanyesha. Yes, ukatokea. Lakini mara nyingi utabiri ambao wanaufanya wakaanzia wiki mbili, mwezi, mara nyingi hautokei kwa sababu hauwezi kucontrol climatic change. Ni kama ambavyo wewe sasa hivi unaweza brain sasa hivi ukaenda hospitali. Ukapima afya yako. Upo sawa kabisa. Ukafanya check up. Kesho kaamka unaumwa. Ni kama ambavyo wewe huwezi kucontrol mabadiliko. Kuna mabadiliko wakati wote inaweza kutokea. Huwezi kucontrol mabadiliko hali. Mimi simu yangu hii hapa nimewasha location. Kila ninapokuwa inanionyesha utabiri wa hali ya hewa kwa kesho utakavyokuwa. Jana uliniambia likely mvua itanyesha kesho. Leo nimeamka nyumbani kwangu hakuna mvua. Kwa hiyo ndio maana wanakuambia likely, hawakupi taarifa kamili kwamba mvua itanyesha. Kwa hiyo kigezo cha kusema mechi ichezwe kwa kuwa tu watabiri wa hali ya hewa wamesema hakutokuwa na mvua bado ni hoja ambayo ni hafifu. Kigezo cha mechi kuchezwa Benjamin Mkapa ni kimoja tu, kiwanja kuweza kuhodhi mechi, kuwe na jua, kuwe na mawingu, kuwe na unyevunyevu, kuwe na mvua katika hali zote. Kwa hiyo tukiliweka ile jambo kiuzalendo, inawezekana ikawa mechi ilipaswa kucheza pale, lakini wote kuna siku tukaonekana Wakanda hapa. Wakanda kuna kitu alisema kwamba yeye paka siku aone zimebaki siku 2 Simba ametangaza sold out mechi kwa Mkapa ndio ataamini mechi itachezwa pale, sababu kuna vitu inawezekana tuna force, sababu hapo nyuma CAF walifungia uwanja. Tukalazimisha uwanja umekamilika ndani ya siku 4-5. CAF wakaja kukagua it's okay kikapigwa. Tuliona mechi ya Almasry kilichotokea. Yaani uwanja huwezi kuniambia CAF wametangaza uwanja huu haujakidhi vigezo, ndani ya siku 5 tayari umeshakamilika, siku inayofuata panachezewa. Kwa hiyo zile kelele tulizokuwa tunazipiga hapa kila siku juu ya uwanja umekarabatiwa, umeanza kukarabatiwa toka mwaka jana mpaka leo hii, ndicho ambacho kinatokea. Kwa hiyo tusiwavishe CAF mzigo wa lawama ambazo tunapaswa kuzijibu sisi au officials ambao wanahusika moja kwa moja na ule uwanja. Kwa hiyo kwangu inawezekana ikawa ni figisu, sio figisu, ila kwangu nitakachodili nacho ni kwamba kwa nini sisi kila siku, kwa nini kesi ya uwanja tumekuwa nao kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, kiwanja hakijakamilika, leo uwanja unafungiwa. Uwanja umefungiwa mara ngapi? Uwanja kila siku na asilimia leo 80, kesho ngapi? Kwa hiyo bado kwenye hili sisi wenyewe ndio tuna makosa, tuwaondoe kabisa CAF hapo. Okay, bwana, miongoni mwa zile sababu ambazo kwa zinazungumzwa la CAF, niko najaribu hapa kuizoom hii barua. Kama macho yangu ataona vizuri. Nisome tu kwa haraka, lakini ilipitia TFF kwa Mr. Kidau Wilfred, ni General Secretary, lakini pia kama andikwa Dear General Secretary, CAF of course entices appreciation to Tanzania Football Federation, TFF, the government of Tanzania and all stakeholders for strong collaboration and commitment in preparing for the Total Energies CAF Confederation Cup final on 25 May 2025. We fully recognize and commend the leadership and dedication shown by President Wallace Karia through this process. Following a series of details, technical assessment carried out by CAF International Pitch consultant, and taking into account the current rainy season in Tanzania, it has been strong recommended, pure from technical standpoint, that the final be held at the Aman Stadium in Zanzibar. The decision has been taken after thorough consultation with the sole objective of ensuring the best possible sporting condition and experience for the players and fans. It is no way reflection of the outstanding efforts made by the TFF and its leadership, for the which we remain deeply grateful. We look forward to working closely with your team to ensure a smooth and successful organization of the final in Zanzibar. Please accept, dear General Secretary,
the expression of our sincere regards. Wakanda. Hii ndio official statement ambayo inatajwa. Na so far ndo hii ya tarehe ngapi? 14. Kwa tafsiri isiyo rasmi. Kwa tafsiri isiyo rasmi ya Kiswahili imeanza shirikisho la soka la Tanzania, na ujumbe huu umeandikwa kwa Mr. Kidau Wilfred ambaye ni katibu mkuu wa TFF, na imeandikwa kutoka Cairo Mei 14 mwaka 2025. Na imeanza ndugu katibu mkuu, CAF inatambua mchango mkubwa wa soka la Tanzania, mchango mkubwa wa shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na serikali na washikadau wote juu ya mshikamano wao na mshikamano wao katika maandalizi ya mchezo wa finali ya CAF Confederations Cup ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 25 Mei mwaka 2025. Na wanamshukuru sana Mheshimiwa Wallace Karia kwa kuonyesha ukomavu na ushirikiano wa hali ya juu kabisa katika mchakato wote huu. Lakini kufuatia kamati ambazo zilifanya ukaguzi wa viwanja, kamati ambayo inahusika na ukaguzi wa viwanja, ambapo katikati pale alikuja kahusika na CPA yule wa Simba, ni wiki iliyopita. Masudi sio? Yes, ni wiki iliyopita. Kwa mujibu wa kamati inahusika na ukaguzi wa viwanja vinavyohusika na michezo yote inayosimamiwa na shirikisho la soka CAF kwa standard yao, kwa standard ya ambayo CAF wanayo, wamependekeza mchezo wa finali ambao ulipaswa kufanyika kwenye dimba la Benjamin Mkapa uhamishiwe katika dimba la Aman Stadium. Na hii ni kutokana na hali ya hewa ya taifa la Tanzania katika kipindi hiki cha mwezi wa 5 kuwa ni kipindi cha mvua. Hivyo maamuzi haya yametokana na tathmini ya kina ambayo imeendeshwa bila kuzingatia upendeleo, ila katika muktadha mzima wa kutafuta mchezo imara kwa wachezaji pamoja na mashabiki. Tunatambua mchango mkubwa wa uongozi wa TFF katika kulisimamia hili. Hivyo tunawaomba mchango huu ambao mliufanya hapo awali uendelee katika mchezo huo unaofuata ambao umehamishiwa visiwani Zanzibar. Tunaomba mpokee haya. Bwana aliandika ni Veron Mosengo Omba ambaye huyu ni katibu mkuu wa Confederation Africaine de Football CAF.